Serikali imetenga bajeti ya shilingi bilioni 1 kwa ajili ya kujenga makumbusho ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambayo yatajengwa makao makuu ya nchi ili kuenzi na kurithisha vizazi vijavyo historia ya mambo aliyowahi kuyafanya akiwa katika harakati za kudai uhuru baada ya kuwa rais wa kwanza wa Tanzania. Hayo yamesemwa na mwenyekiti wa taasisi ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, Paul Kimiti, akiongea na waandishi wa habari leo kuelekea kumbukumbu ya miaka 103 ya kuzaliwa kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambapo kitaifa itafanyika mkoani Dodoma, huku mgeni rasmi akitarajiwa kuwa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan mnamo Aprili 13 mwaka huu. Wageni wote wanakwenda Dodoma, na Dodoma ni mahali ambapo baba wa taifa anasema hapa ni makao makuu. Hivyo na yeye mwenyewe angependa kama ni kumbukumbu sikae pale makao makuu alikopendekeza mwenyewe. Ndio maana tukuta tumefanya hivyo. Na nimeshukuru serikali, tukifika ndio tunataka tukutane na Wizara ya Mali ya Asili na Utalii, tushirikiane wote pamoja kuanza kutangaza maeneo hayo yatakuwa wapi na kila mtu ajue. Lakini pia katika kikao hicho tumewaita hata wenzetu ambao wanatoka nchi za kusini mwa Afrika. Tumewaalika, tutakuwa nao kwa sababu wana hamu sana kuona Mwalimu tunamwenzi namna gani. Na hiyo ni kazi mojawapo, ili hata watu wa nje wanamheshimu sana huyu baba. Wako prepared hata tukianza kujenga majengo hayo. Si ajabu watashiriki sana. Na wa China, unajua hata shule ya Mwalimu ya pale Kibaha kwa Mpipa wamesaidia sana. Ndio sema hata ukianza hayo makumbusho si wafichi, tutafanya maajabu. Kuna wataalamu wameshaleta mapendekezo yao, ndio tulijaribu kushughulikia. Kwa mfano ukiangalia hili kabrasha ni kabrasha ambao kuna wataalamu wamejaribu kuangalia hivi katika nchi mbalimbali haya makumbusho yako namna gani. Hivyo wamejaribu kuweka makumbusho nchi mbalimbali. Wengine wanasema makumbusho yasiwe ni jengo tu, lakini na mazingira. Mazingira yawe na watu, kuna burudani huko, umeweka sijui mambo ya michezo na nini. Yaani pawe pazuri. Na ndio maana hata sisi tukaomba hata mbuga za wanyama unatengeneza kasmo eneo ambalo kuna wanyama lakini sio wakali wale wa kawaida, unaweka kama eka 100 ili watu ambao baadaye kwenda paka waende paka kwenye mbuga za wanyama. Hapa wanatoka wanakwenda kuangalia. Unaweza kuwa mahali pa utalii. Kila mtu anakwenda kuangalia. Pao ni kitu inavutio vingi sana. Tuna imani tukishirikiana wote pamoja na wataalamu ambao wanasaidia kutupa mawazo, nchi nyingine zimefanya nini, tunaweza kutoka na kitu kizuri sana. Ndio heshima tutamwachia baba wa taifa. Tukumbuke mwezi huu Aprili tarehe 13 kila wakati wanakumbuka siku ya kuzaliwa baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni siku ambayo sisi kama taasisi tuna wajibu kuitumia vizuri siku hiyo ya kumbukumbu juu ya baba wa taifa. Hilo lilikuwa la kwanza. Lakini la pili ilikuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tukasema tusifanye makosa, tukaacha uchaguzi unaondoka na sisi wenyewe kama viongozi wa taasisi bila kusema mawili matatu ya misingi ambayo baba wa taifa alituachia ili tuendelee kuishi kwa amani, utulivu na umoja. Ni kazi mojawapo, tutake tusitake lazima hatuwezi kuikwepa. Na sisi bahati nzuri wazee ndio tumekuwa naye tangu tukiwa bado wadogo mpaka anakuja kufariki. Tumeshiriki katika mazishi yake. Sasa si vizuri tukakaa kimya, tukaona mambo yanakwenda vibaya na sisi tuko hapa, ni kosa kubwa. Lakini pia tunataka kukumbushia falsafa za baba wa taifa ili nchi iendelee kuwa ya amani, utulivu na umoja. Baba wa taifa kote aliko ameendelea kusema nitawaombeeni Tanzania endelee kuwa nchi ya amani, utulivu na umoja. Bila ukabila, bila udini, bila ukanda, bila rangi, wote muishi kama watoto wa nyumbani. Ndio maana wote mnakumbuka hata mwanzoni kabisa alipoanza kusema sisi tunataka kuacha mwenge. Umulike ndani ya mipaka yetu na nje ya mipaka yetu, ulete matumaini. Baba alikuwa anafikiria mbali sana. Na hata alipotunga wimbo wa taifa, Mungu ibariki Afrika na bariki Tanzania,
dumisha uhuru na umoja. Huyu baba alikuwa na muono makubwa sana, na ndio ametusaidia mpaka sasa, miaka 60 baada ya uhuru, tunaishi kwa amani na utulivu. Lakini sije tukapweteka, kwa sababu tunakokwenda binadamu wanabadilika. Binadamu ni rahisi kusahau ya nyuma, akaanza kuleta mengine, alafu yanaweza kutufanya tukavurugana. Na ndio maana tukasema tutakuwa na kongamano, tumeliandaa, tutalifanya pale Dodoma tarehe 13 na 14. Tunaifanya makusudi mazima kushirikisha taasisi mbalimbali zote ambazo zinamwenzi baba wa taifa, lakini pia wananchi wote, kuanzia vijana wa shule, wa vyuo na watu binafsi. Tumeomba kabisa washiriki tu wote pamoja. Itachukua siku 2, lakini tuna imani kabisa nyingine itakuwa ni ya utendaji, lakini nyingine tutakutana wote pamoja. Tarehe 13 kama kawaida yetu huwa tunaomba, manake ni Jumapili, tena itakuwa Jumapili siku hiyo. Tutaomba watu wakende wakamwombea, wale wa madhehebu mbalimbali wakamwombea baba wa taifa kwa njia mbalimbali. Mtakumbuka kuna kijana mmoja amechukua madaraka hapo juzi hapo Burkina Faso hapo. Amefanya vitu ambavyo Mwalimu amefanya, na amefanikiwa sana. Mpaka leo ni nchi pekee katika bara la Afrika ambayo halina madeni. Juzi amechukua madaraka na amefanya misingi ile yote ambayo Mwalimu alikuwa anakwenda nayo. Akafanikiwa kwa sababu kwa nchi ndogo, na watu wake wamsikiliza, wachache wale wamsikiliza, wamekwenda mpaka amefikia hatua nzuri sana. Na hiyo ilikuwa ni wazo la Mwalimu toka mwanzo. Nchi hizi zimetawaliwa sana na wageni na kuachiwa mizigo mikubwa sana. Mwalimu aliiona toka zamani. Mwalimu ametusaidia sana, na ndio leo tunapokumbuka lazima tuwaambie wa Afrika, wa Tanzania kwamba wasiogope maadui. Maadui lazima wawepo. Sasa na mili yetu hii ina virusi vingine vya ugonjwa, lakini hatuachi kunywa dawa na tunapona, tunaendelea na kazi zetu. Hawa wanaokuja na kuleta chokochoko mbalimbali hapa, msiwaogope, bali mkazane kujenga mbinu ambazo zitawaondosha ili safari yetu iendelee kuwa nzuri. Kwa hiyo tunapokumbuka siku hii, yako mengi sana kuzungumza na muda hauwezi kutosha kuyamaliza, lakini tunaomba wale ambao wako madarakani watoe nafasi nzuri kwa watu wajadili mambo yao. Na Watanzania ambao wanajiona kwamba wanaonewa, basi waonewe tu waone kwamba wanaonewa katika maeneo fulani, sio yale ya kuwa huru. Lazima Watanzania tuwe huru, tufanye mambo yetu vizuri kwa maendeleo ya nchi yetu, sio kuididimiza nchi yetu. Kuna watu wengine wanadanganywa na maadui zetu, wanajiunga katika mbinu za kuididimiza hii nchi, kuiangamiza kabisa hii nchi. Hasa hii, na tunataka tuchukue nafasi hii wakati tunamkumbuka Mwalimu. Mwalimu alikuwa ni mtu anakwenda chini kurudi katika misingi ambayo anafikiri watu watamuelewa. Mtakumbuka hata wakati tunapata uhuru, Mwalimu alikuwa ni waziri mkuu, akateremka akamwachia waziri mkuu Mzee Kawawa, ili Mwalimu aende akaongee na watu wa Tanzania waelewe kwamba uhuru ni mali yao. Uhuru si jambo la kuwagombanisha. Uhuru ni jambo la kuwasaidia kufanya maendeleo vizuri. Akaacha uongozi wa nchi, akaenda kujifunza namna ya kushirikiana na wananchi. Mtakumbuka hata wazo la kujenga vijiji vya ujamaa, wazo la kuunganisha watu, kuhakikisha hata makabila. Leo hii tulivyokaa hapa hakuna hata anayemshangaa mwenzake, kwa sababu Mwalimu alituzoesha vizuri, na nchi tunataka ielewe hivyo. Ukabila ni sumu kubwa sana katika nchi yetu. Hatutaki kabisa kwenda nje ya misingi ambayo tumeachiwa na baba wa taifa.